Tutofautiane kwa hoja, lakini Tanzania hii ya kwetu sote. Tutofautiane kwa itikadi, lakini Tanzania hii ni yetu sote. Hakuna Tanzania nyingine. Na ukiangalia wale wenye kihelehele na maneno makali makali, familia zao ziko Ulaya. Uongo kweli? Sasa sisi hatuna nchi nyingine, nchi yetu ni Tanzania. Na hao ambao wanaongea maneno ya kuchochea, tutazuia, tutafanya hiki, waangalieni kwenye nyuso zao, wanazo nchi za kukimbilia. CCM oye! Makala anasema kwamba nawaomba Chadema kuipigia kura CCM itakapofika Oktoba 2025 katika uchaguzi mkuu. Anasema kwamba katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Taifa ndugu CPA Amos Makala amewaomba wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema utakapofika wakati wa kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 wawapigie wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Ameyasema hayo akiwa katika ziara ya kuimarisha chama hicho katika mikoa ya kusini, ikiwa ni siku moja tu baada ya tume huru ya uchaguzi kutangaza kuwa chama kilichoshindwa kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi hakitashiriki uchaguzi mkuu. Katika video iliyoonekana mtandaoni, Makala ananukuliwa akisema kwa sababu Chadema hakitashiriki uchaguzi, lakini wanachama wake walishajiandikisha, hivyo ikifika wakati Chama cha Mapinduzi inapowania nafasi ya udiwani, ubunge na uraisi na vyama vingine, basi CCM inaziomba sana kura za wana Chadema kukipigia chama hicho. Ananukuliwa akisema wana uhuru wa kupiga kura, na kwa sababu walijiandikisha, ni waombe kura zao zote wazielekeze Chama cha Mapinduzi muda utakapofika wa kampeni, anasema Makala. Ameongeza kuwa muda wa kampeni utakapofika wataendelea kuziomba kura hizo za wanachama hao wa Chadema ambao walikwisha jiandikisha tayari. Ikumbukwe kuwa Chadema walitoa taarifa kuwa wasingeshiriki utiaji saini wa kanuni za maadili za tume ya uchaguzi na hawakwenda, jambo ambalo linatangazwa kuwa watakwenda wakakosa sifa za kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Ingawa mwanasheria mbobevu wakili msomi Boniface Mwabukusi ameandika katika ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba anashangaa kwamba hizo sheria zinatafsiriwaje na hao wanasheria wenzake, labda kwamba ni utofauti wa vyuo walivyosoma, kwa mantiki ile anayosema kuto kusaini sheria za maadili ya tume ya uchaguzi hakuzuii chama cha siasa kushiriki uchaguzi mkuu, kama ambavyo inaendelea kuelezwa na baadhi ya watu mtaani.